Kwa kuwa Godfrey Shuma na Kalisa Shuma wa SLB 1283 Dar es Salaam ni wamiliki halali wa kiwanja namba 317 Regent Estate Dar es Salaam, kwa mujibu wa nyaraka zilizoko ardhi, kamati inapendekeza kwamba warejeshwe kwenye miliki yao. B. Kamati inashauri kuwa watu wote wanaoishi kwenye nyumba tajwa waondoke mara moja, na kama wana madai yoyote yoyote wanaweza kutafuta haki zao katika vyombo vyenye mamlaka ya kusikiliza na kutatua mgogoro husika. C. Kwa kuwa Mahakama Kuu kitengo cha ardhi akikuamua kuhusu umiliki wa kiwanja tajwa katika shauri namba 84 shauri la mwaka 2014, kamati inashauri kwamba ikiwa Bi Evelyn Chiomba anadhani bado ana haki msingi juu ya umiliki wa kiwanja tajwa, ni vyema afuate utaratibu wa kisheria kwa kuwasilisha madai yake katika mahakama yenye mamlaka ya kusikiliza mashauri hayo. D. Kwa kuwa Bi Evelyn Chiomba alivamia akiwa na mabaunsa na kumuondoa mmiliki halali ambaye ni Godfrey Shuma na Kalisa Shuma kwenye nyumba tajwa na kuendelea kuishi, kamati inashauri kwamba mvamizi aondoke haraka kwenye eneo alilovamia, kwani inaweza kuleta madhara makubwa katika jamii. Kamati inashauri kwamba waliohusika kuondoa familia ya Godfrey Shuma kwenye nyumba tajwa kinyume na utaratibu wachukuliwe hatua za kisheria. Nina masikitiko makubwa sana juu ya kamati hii ambayo niliamini. Mimi ndio nilokuja kuleta malalamiko, mimi ndio nilikuwa ninashtaki. Na hawa ndio walikuwa walalamikiwa, mimi ndio nilikuwa ni mlalamikaji. Na nyaraka na mimi ninazo na wao niliwapa. Na shanganya nyaraka zangu nyingi hapo zimeonekana kwamba sisi ndio matapeli, alafu wale waliogushi ndio halali. Haijahitimishwa bado. Nenda taratibu kwa kile unachokifahamu. Wizara ya Ardhi. Yaani wewe unasikia dadangu Pro? Eleza unachokifahamu. Ndicho kitakachokuokoa. Nyumba ilijengwa na benki ambao walikuwa wanamkata kwa sababu alikuwa ni mtumishi wa serikalini. Mpaka hapo alipofariki, mama alipoanza kufuatilia akamwambia hati imetoka kiujanja benki. Kwa sababu hayo mauziano mimi nayakataa. Yaani mama alipoanza kufuatilia benki walimjibu. Wakasema hati imetoka kiujanja. Na pia nina barua ya wizara ambayo Wizara ya Ardhi mwaka 80 iliwahi kumwandikia Rafael Chiomba kuuliza hii nyumba yako umeiuza? Barua iko hapa. Mwaka 80. Mwaka 80 na mzee akawajibu. Nani amenani? Ni Wizara ya Ardhi. Hapa ni Wizara ya Ardhi ilimwandikia baba na baba akaijibu. Mzee Chiomba alijibu mwaka 80 barua kwamba hajawahi kuuza hiyo nyumba. Labda kule wizarani tutamkaribisha kamishna. Mheshimiwa Rasi, hakuna mawasiliano yoyote ambayo yapo kwa mujibu wa sheria kati ya mkopaji na sisi. Sisi tunawasiliana na benki. Benki ndiyo ambayo inasema mimi huyu nimemkopesha na inatupa evidence kwa maana ya mortgage deeds pamoja na vithibitisho vingine, na ile hati wanakaa nayo benki. Yule mhusika akimaliza kulipa mkopo, benki wanatupa instrument discharge of mortgage, inapelekwa kwa msajili, msajili anasajili. Na hata wakati mkopo uko na mteja anadaiwa, hiyo hati haikai na sisi Wizara ya Ardhi, inakaa na benki husika. Sasa swali la kujiuliza, hiyo hati iliendaje kwa wahusika? Mbona na hati original? Hii hati sio kufoji, Mheshimiwa Rasi. Sio kwamba sisi watu wa ardhi tumetoa hati nyingine, hapana. That is the original certificate of occupancy. Sisi tumeendelea ku maintain status quo kama ambavyo mahakama imeamua, na sisi kama kuna shauri lingine ambalo litakuja kufunguliwa litaamua vinginevyo katika swala hili, sisi tutazingatia maamuzi husika ya mahakama na tutayatekeleza. Mheshimiwa Rasi, asante. Kwa mujibu wa nyaraka zilizopo na zinazoishi sasa, eneo hili mmiliki wake halali anaitwa Godfrey Shuma na Kalisa Shuma. Mmiliki wake wa halali mpaka muda huu tunapoongea. Na kwa mantiki hiyo sioni sababu ya nyumba kukaa wazi wakati mmiliki wa halali wa nyaraka yupo. Agizo langu ina connection to hilo. Mkuu wa wilaya upo, wilaya ipo, halmashauri ipo, RPC upo. Simamieni kwa mujibu wa nyaraka, yule anayepaswa kuwa kwa nyumba hii
aendelee kuwepo mpaka hapo vinginevyo, kwa sababu nikiangalia, unajua Dar es Salaam ukiona mahali mabounsa wanatangulia kuna walaki. Ndio maana hapa mimi najiuliza kwa upole wa mama yangu huyu Evelyn naye muona hapa, na kwa upole wa dada yangu Flora naye muona hapa, bounsa anatoka wapi? Mbona mkuu wa mkoa nimekuja hapa vizuri tu, sina mabounsa? Kwa hiyo kwa mujibu wa nyaraka na kitu ambacho mmekisikiliza vizuri hapa, kuna maelezo ambayo yanatolewa. Benki inayotamkwa ambayo hati yake ilikuwa huko, narudia mbele ya vyombo hivi, sio benki ya kihuni, sio benki ya kitapeli, ni reputable financial institution. Kwa hiyo leo manake napoondoka hapa, utaratibu wangu ni ule ule. Napoondoka hapa, yule mwenye nyaraka halisi inayoishi kwa sasa awepo hapa, na kama nitatoa masaa machache, labda saa 1:30, maandalizi hayo yote yameshafanyika kwa mtu yoyote ambaye sio atakuwa hajaridhika na maamuzi ya Chalamila. Take note, sio ambaye atakuwa hajaridhika na maamuzi ya Chalamila, ambaye atakuwa hajaridhishwa na maamuzi ya mahakama yaliyosimamiwa kwenye utekelezaji wake na Chalamila. Sio, mnanielewa? Mahakama imekwisha toa maelezo kwa hukumu. Chalamila ni mtu ambaye ni kiongozi wa mkoa ambaye anakuwa na kitu kinaitwa coercive apparatus of the state. Kwa mujibu wa nyaraka zinazoishi mpaka sasa, Godfrey Shuma na Kalista Shuma ndio wamiliki halali kwa, na kwamba hoja ya pili, Bi Evelyn Chiomba, kama ambavyo tumeona na tumepitishwa katika nyaraka, hajatokea tu kutoka mbinguni. Ni kweli kabisa eneo hili lilikuwa linamilikiwa na ndugu Chiomba anayedaiwa kuwa alikuwa ni mmewe, ambaye kwa maelezo ya Bi Evelyn Chiomba na nyaraka zake ambazo wataalamu watakuwa wamezipitia kwamba ni mke wa marehemu. Kwa hiyo Bi Evelyn Chiomba, nitakuomba sana kama ambavyo lipo jina, uwe mpole katika masuala haya ya kisheria ambayo yamekwisha amuliwa, na kama kuna tafsiri ngumu yoyote inayohitaji masuala ya kisheria, tutawasaidieni tena muweze kurudi mahakamani kupata tafsiri na madai mengine kama ambavyo hapa yametafsiriwa. Kwa kuwa kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Dar es Salaam yuko hapa, endeleeni kutenda haki na kutafsiri nyaraka zote kama ambavyo msajili wa hazina amesoma. Maelezo yaliyopo kwa mkuu wa mkoa, mimi napita kwenye nyaraka. Lini muamala umehama? Ulianza benki, hati ikawa benki. Mwaka 1994 kisheria hati hiyo ikawa discharge. Mwaka 1995 hati hiyo ikahama umiliki kutoka kwa ndugu Chiomba kwenda kwa Hassan mwaka 95. Mnielewe vizuri. Kilichopo hapa malalamiko yaliyokuwepo, sisi hatujauza, ndio malalamiko yaliyokuwepo. Lakini benki kwenyewe ili discharge hiyo hati, na kama discharge hiyo hati, maelezo yaliyopo ni kwamba mama hakupewa hiyo hati yeye. Sasa swali, inawezekana mzee mwenyewe kwa mujibu wa taratibu na sheria ndio alipewa, kwa sababu kama alivyosema mkuu wa wilaya, kama kulikuwa kuna kiwango cha utapeli na rushwa miaka 1980 95, inawezekana labda kilikuwepo, lakini pengine kisiwe katika hali hiyo ambayo unaweza ukaitilia mashaka benki. Mwisho, jeshi la polisi
liendelee kuwashauri na lenyewe hivyo hivyo kwenye ile community engagement, ili wananchi waendelee kujenga utaratibu wa kutii maelekezo na mashauri ya mahakama, na kama kuna jambo lolote linaloshindikana kuwaelekeza wafuate mnyororo wa kimahakama ili kuifikia haki yao. Na kwa jeshi hilo la polisi, nimeshazungumza sana kuhusu mabouncer. Papo mahali ambapo tunaelewana, papo mahali ambapo tunashindwa kuelewana. Nataka mtoe funzo kubwa, tena ikiwezekana mwezi huu usiishe. Mahali popote ambapo kuna mtu anaweza kujitokeza kuifanya kazi ya polisi au ya chombo cha dola nje na mafunzo, nataka mtoe funzo. Nataka mtoe funzo. Hili funzo, najua inawezekana leo tunazungumza afu tunaona kama tuko labda kwenye siasa. Mtu ambaye haujasomea mambo haya, kwa mfano niwaeleze tu jambo moja. Ukija hapa ukamkamata hovyo hovyo mtu hapa, akamshika maeneo ambako ni delicate, akafariki, una kesi ya kujibu ya kuua kwa makusudi. Wewe sio daktari, umemchoma mtu sindano akafa, akapata ulemavu, una kesi ya kujibu. Kwa lazima iwe ni mamlaka inayohusika ndio iweze kufanyia kazi hizo. Kwa baada ya kusema haya, sasa jeshi la polisi pamoja na familia ya Evelyn, pamoja na familia ya ndugu yangu ya mzee wetu Godfrey Shumba, hitimisheni kwa furaha kabisa, wala sitaki kusikia makelele aina yote. Na kama kutakuwa kuna makelele, RPC ninakuruhusu ukamate wote ambao watakuwa wanaendelea na muendelezo huo wa ukaidi, wakapumzike ndani na kuwashtaki kwa kuwa ni kielelezo kichafu cha kuendelea kuchafua amani ya taifa letu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anapotutuma sisi, na sisi ni wanadamu. Mimi Chalamila hapa ni mkuu wa mkoa, lakini mimi kesho sio mkuu wa mkoa, ni raia wa kawaida. Nikinyang'anya haki ya Bi Evelyn au nikinyang'anya haki ya Godfrey, hata Mungu wangu wa mbinguni kesho, on the absence ya hiki cheo changu, nitahukumiwa. Kwa na mimi napokuja kwenye tafsiri ya mambo haya, si tafsiri on the favor, kwa sababu na mimi kesho ni raia vile vile, na mimi kesho nitakufa vile vile, na familia watakuja vile vile, na watoto watakuja vile vile. Kwa hiyo ili RPC, na kuomba sana mlitekeleze, tena bila shauti ya aina yoyote. Mwenye haki kwa muda huu kwa nyaraka zinazoishi, take control of his premise.